wanaita dunamis. Dunamis, lakini dunamis ni uwezo au nguvu, the same ways. Lakini ukienda kwa habari ya mamlaka, ambayo sasa tutazungumza tu mbele kidogo, utofauti wa nguvu na mamlaka. Hapo nazungumza mimi habari ya nguvu, lakini hiyo nguvu inayokupa mamlaka. Mamlaka is exousia. Kwa lugha ya Kigiriki nzuri kabisa, exousia, authority. Nasema authority kwa lugha ya Kiingereza. Tunaendelea hapo. Kwa nini sasa nasema wasitoke mahali pale? Kwa nini anasema? Ziko sababu. Mimi nitamtajia chache tu leo, na mimi nitazungumza hizo. Kwa nini anasema? Kwa nini anasema wasitoke mpaka wavikwe uweza? Na kwa nini leo tena anatuambia tusitoke mpaka tuvikwe uweza? Moja ni kwa ajili ya kazi au kusudi maalum. Kazi tuliyoitiwa au kusudi maalum tuliloitiwa na Mungu kwa ajili ya kulitenda kusudi maalum. Haiwezekani kwenda kutenda kazi ya Mungu, haiwezekani kwenda kufanya mambo ya Mungu bila kuvikwa uweza. Jamani, haleluya! Yesu wakati wowote hakuweza kuwatuma wanafunzi wake, aliwapa amri. Hata kama walikuwa bado, alisema haiwezekani mkaenda hivi. Akawapa amri juu ya pepo, akawapa amri juu ya kila nguvu za giza. Nini? Mahali popote Yesu alipomtuma mtu, hamtumi bila uweza, hamtumi bila kumpa uweza. Kwa hiyo kwa ajili ya kazi ya huduma, kwa ajili ya huduma ya Mungu, lazima uvikwe uweza ili watu watende kazi ya huduma inavyotakiwa. Hakusema kaeni hapa mpate elimu, labda mpate elimu fundishwa. Akasema mvikwe kwanza uweza. Hakusema kaeni hapa mjiandae kwa namna fulani nje na maandalizi ya kiroho ya kuvikwa uweza. Akasema kaeni hapa. Kriteria ya kwanza ya kuingia kwenye utumishi au ya kuifanya huduma ya Mungu ni kuvikwa uweza. Bwana asifiwe sana. Tusome kitabu cha Matendo ya Mitume 1:8. Naomba nisome 1:8. Tenda haraka jamani leo. Lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi. Angalia, mtapokea nini? Nguvu. Na nimesema neno uweza ni neno sawia na neno nguvu. Kwa nasema lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi na Samaria na hata mwisho wa nchi. Bwana asifiwe sana. Anasema mtapokea nguvu. Hiyo nguvu si ya bure, mtakuwa mashahidi. Akianza kusemea kwa habari ya huduma, mtakuwa walimu, mtakuwa wainjilisti, mtakuwa mitume wa kweli, mtakuwa wachungaji wa kweli, mtakuwa manabii wa kweli. Lakini kwanza mtapokea nguvu akiisha kuajilia huyo Roho Mtakatifu. Nimesema nguvu hazikujilii mpaka umejiliwa na Roho Mtakatifu. Mtapokea nini? Nguvu. Kwa hiyo ni kwa ajili ya nini? Mtakuwa mashahidi wangu. Manake mtaitenda kazi yangu. Haiwezekani kuitenda kazi ya Mungu bila nguvu za Roho Mtakatifu. Naweza nikazungumza kidogo na kusema ya kwamba wito wowote ulio katika Mungu, hata kama ni uchemasi, unahitaji nguvu. Mwambie mwenzako unahitaji nguvu. Unahitaji nguvu. Wito wote na kriteria ya mbinguni au kanuni ya mbinguni, kabla mtu hajaenda kwenye wito anavikwa nguvu, na kabla hujaanza huduma yoyote unavikwa nguvu. Na yeye anasema sasa mtapokea nguvu nanyi mtaanza kuitenda kazi yangu. Anasema ninyi ambao mlishindwa kuwa mashahidi, ninyi ambao mlishindwa kuitenda kazi ya huduma, mtaenda kuitenda kwa sababu mmepokea nguvu. Jamani, haleluya! Na ndio maana anasema kuna watu leo watapokea nguvu, na kwa sababu watapokea nguvu, kazi ya huduma itatendeka. Tutaona manabii wengi wanainuka, ni manabii wa kweli watainuka. Nisikia amen. Tutaona wainjilisti wengi wanainuka na wataitenda kazi ya Mungu. Tutaona wachungaji wengi wanainuka na wataitenda kazi ya Mungu. Tutaona mitume wengi wanainuka
waliovikwa uweza, wanao ujasiri wa kutosha, wanao ujasiri wa kusimama, wanao ujasiri wa kuitenda huduma, wanao ujasiri wa kusonga mbele, wanao ujasiri wa kusema hapana wakati dhambi imewajilia, wanao ujasiri wa kuikataa dhambi, maana wamevikwa uweza, maana wamevikwa uweza. Bwana, kitabu cha Matendo 10:38, Yesu Kristo mwenyewe wakati anaitenda huduma yake, mstari wa 38, naomba nisome, unasema hivi: habari za Yesu wa Nazareti, jinsi Mungu alivyomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu, naye akazunguka huko na huko akitenda kazi njema na kuponya wote walioonewa na ibilisi, kwa maana Mungu alikuwa pamoja naye. Yesu Kristo ambaye tunamhubiri, Yesu Kristo ambaye ni mwana wa Mungu, alivikwa uwezo wa mbinguni, alivikwa nguvu za mbinguni, na akazunguka huku na kule. Hakuanza huduma bila Roho Mtakatifu. Nione kwa mtumishi anayeenda kwenye huduma na hajavikwa uweza wa kimbingu. Yesu Kristo alionea huruma, maana yeye mwenyewe hakuanza huduma yake mpaka alipovikwa uweza. Alipobatizwa na Yohana Mbatizaji, Roho wa Bwana akamtilia juu yake, na alipotoka pale akapanda milimani, akaanza na maombi, akajaribiwa kule jangwani, akajaribiwa kule milimani. Alipojaribiwa kule nyikani, Roho wa Bwana akamwongoza, akamchukua, akaanza kumtembeza, na huduma yake ndipo ilipoanza. Akazunguka huku na huko, akiseta kila roho chafu, akiwafungua waliofungwa. Lakini alivikwa uweza kwanza. Ili twende kwenye huduma, tunahitaji uweza wa Bwana, tunahitaji nguvu za Bwana, tunahitaji kuvikwa uweza kwanza. Haiwezekani kuitenda huduma. Unaweza ukasema mchungaji Joshua huenda anatenda kazi kwa sababu ya akili yake. Nakwambia ni habari ya uweza, ni habari ya nguvu za mbinguni, na wewe uvikwe uweza kwa jina la Yesu. Nasema upokee uweza kwa jina la Yesu. Nasema upokee uweza kwa jina la Yesu, ili kazi ya huduma itendeke, ili watu wa kanisa, ni watu 12 tu wakautakaza ulimwengu, wakaitwa watu wapindua ulimwengu. Wanatokea mahali wanasema wale walioupindua ulimwengu wamekuja tena hapa. Ni watu 12 tu, sio watu wengi. Watu 12 waliovikwa uweza ni kama watu maelfu, ni kama watu maelfu, maana wanao uwezo wa Bwana. Yesu akatembea nao kama vile wakoma alivyotembea nao, wakasikika kwa kishindo, wakaifanya huduma kwa kishindo. Ni nini kilichowaongoza? Na ni nani aliyewawezesha? Ni huyu Roho wa Baba wa mbinguni aliyekuwa pamoja nao. Kuna majira wakafungwa na kuna majira wakapata mateso, lakini kwa sababu wamevikwa uweza, wakasema tuwezi kuacha kuhubiri habari njema za mfalme Yesu, maana tumevikwa uweza, maana tumepakwa mafuta. Yesu Kristo mwana wa Mungu alivikwa uweza, akatembea, akaponya walio wagonjwa. Nasema wainjilisti mvikwe uweza, walimu mvikwe uweza, wachungaji tuvikwe uweza, mitume tuvikwe uweza, kanisa la Bwana tuvikwe uweza, ili tuwafungue walio dhaifu, ili tuhubiri kwa habari njema, ili tuzungumze kwa habari za Yesu. Nasema uvikwe uweza wewe, nasema uvikwe uweza wewe, usinishangae, uvikwe uweza wewe, ili uitende kazi ya huduma. Kuna wakati umeitenda kazi ya huduma kwa hali unaanza kushuka, hujavikwa uweza wewe. Kuna mahali unakata tamaa, haujavikwa uweza wewe. Kuna mahali unasema
wokovu ni mzigo, haujafika uwezo wewe. Kuna mahali unasema huduma ni mzigo, haujafika uwezo wewe. Leo nasema pokea uwezo. Leo nasema pokea uwezo. Nasema pokea uwezo, usinishangae. Nasema pokea uwezo. Nasema pokea uwezo. Jamani, haleluya. Naomba nisome Timotheo wa pili na ile sura ya kwanza mstari wa 6 mpaka 8. Naomba nisome tu hapo. Naomba nizungumze kwa sehemu. Leo sitamani kwenda mbali sana. Natamani tuwe na muda wa kuomba. Natamani sana tuwe na muda wa kuomba. Wale ambao hawajajazwa Roho Mtakatifu, iwe hujabatizwa utajazwa, kama moyo wako utakuwa huru na kufunguka. Jamani, haleluya. Haleluya, haleluya. Mstari wa 6 anasema hivi: kwa sababu hiyo na kukumbusha uichochee kalama ya Mungu iliyo ndani yako kwa kuwekewa mikono yangu. Maana Mungu hakutupa roho ya woga, bali ya nguvu na upendo na ya moyo wa kiasi. Basi usionee haya ushuhuda wa Bwana wetu, wala usionee haya mimi mfungwa wake, bali uvumilie mabaya pamoja nami kwa ajili ya Injili, kwa kadri ya nguvu ya Mungu. Anamalizia anasema kwa kadri ya nguvu ya Mungu. Anasema usionee haya Injili ya Bwana, na anasema uichochee kalama iliyo ndani yako.